Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tena tunazungumzia kauli kali iliyotolewa na katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Sheikh Issa Ponda ambayo imezua mjadala mkali nchini na kuongeza mvutano kuhusu ripoti ya tume ya Jaji Chande Othman. Sheikh Ponda amesema watu wengi waliipinga tume ya Jaji Chande ipo kwa ajili ya kuwalinda wauaji. Kauli hii imetolewa leo Mei 6 mwaka 2026, wiki chache baada ya tume ya Jaji Chande Othman kuwasilisha ripoti yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Katika hotuba yake, Sheikh Issa Ponda amesema kuwa tume iliyoundwa na Rais Samia ili kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 haikuundwa kwa nia safi. Alidai kwamba watu wengi waliipinga tume hiyo tangu mwanzo. Tume hiyo inaonekana kama inatumika kuwalinda wale waliohusika na mauaji pamoja na ghasia, badala ya kuleta haki na uwajibikaji. Inaweza kuwa inaficha ukweli na kuwakinga wahusika wenye vyeo. Sheikh Ponda ambaye ni miongoni mwa viongozi wa kidini wenye sauti kali ametoa kauli hii wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa na kidini nchini, hasa baada ya ripoti ya tume ya Chande iliyokili vifo vingi lakini ikakanusha baadhi ya maudhui yaliyosambazwa kwenye mitandao kuwa ni ya kutengenezwa. Tume ilianzishwa Novemba mwaka 2025 na ilipewa muda wa siku 90 ikiongezewa mara mbili hadi Aprili 23 mwaka 2026 ilipowasilisha ripoti. Ilichunguza chanzo cha ghasia, vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Ripoti ilikiri kuwa kulikuwa na vifo vingi na ikataja baadhi ya kauli mbiu kama no reforms no election zilichochea maandamano. Hata hivyo, ilikanusha baadhi ya picha na video zilizosambazwa mitandaoni kuwa ni za kutengenezwa. Sababu za mashaka ya Sheikh Ponda na wengine ni kuwa muda mrefu wa tume ni miezi 6 zaidi ulizua tuhuma za kuchelewesha ili kuipika ripoti. Na pia ripoti ilikanusha baadhi ya maudhui maarufu kama picha ya maiti kwenye mifuko ya bluu bila kutoa idadi kamili na majina ya wahusika wa mauaji. Pia kutojumuishwa na uwajibikaji mkali wa watu wenye vyeo, yani polisi, viongozi wa serikali au upinzani, kulifanya wengine waone kuwa inawalinda wahusika. Kauli hii inawakilisha sauti ya sehemu ya jamii, hasa baadhi ya maimamu pamoja na wananchi ambao wanaamini kuwa haki haijafanywa. Inashinikiza kuwa tume ilikuwa kinga badala ya chombo cha ukweli. Hii inaonyesha kuwa imani ya umma katika taasisi za kitaifa bado ni dhaifu. Tume ilisisitiza kuwa ilifanya kazi kwa uhuru, ilitumia uchunguzi wa kisayansi na ilipokea maoni kutoka pande zote. Jaji Chande ni jina lenye heshima kubwa la taifa na kimataifa. Je, athari ya kauli hii kwa taifa ni ipi? Kwa upande wa umma, inazidisha mgawanyiko na mashaka kuhusu ripoti ya tume. Familia za waasilika zinaweza kuhisi haki haijafanywa, na kwa upande wa serikali inazidisha shinikizo la kutoa uwajibikaji halisi na kutoa ripoti kamili hadharani. Kwa upande wa vyama vya siasa, inaimarisha msimamo wa upinzani kwamba serikali inaficha ukweli, na kwa upande wa demokrasia inakumbusha kuwa tume za uchunguzi zinahitaji imani ya umma. Ikiwa zitaonekana kama zinalinda upande mmoja, zitapoteza uhalali. Sheikh Ponda ana haki ya kuibua wasiwasi wake. Kama kiongozi wa kidini, ana wajibu wa kutetea haki na kuwalinda waathirika. Ikiwa familia za waliopoteza maisha zinaona haki haijafanywa, sauti kama yake ni muhimu. Hata hivyo, kauli ya imeundwa kuwalinda wauaji ni nzito na inahitaji ushahidi. Tume iliyoongozwa na Jaji Chande, mwanachama wa heshima kubwa, haipaswi kudharauliwa bila hofu au bila sababu thabiti. Ikiwa ripoti ilikuwa na mapungufu, inapaswa kukosolewa kwa data na ushahidi na si tuhuma za jumla. Serikali iweke ripoti kamili ya tume ya Jaji Chande hadharani ili umma uweze kuiona na kuijadili. Na pia mahakama pamoja na vyombo vya usalama vianze kesi za uwajibikaji kwa waliohusika wote wa mauaji bila kujali cheo au upande. Viongozi wa kidini na kisiasa waepuke lugha inayoweza kuongeza chuki na migawanyiko, badala yake waombe uwajibikaji na uponyaji wa kitaifa. Taifa linahitaji mazungumzo ya kitaifa yenye uwazi ili kushughulikia jeraha la Oktoba mwaka 2025 na kurekebisha mambo ili yasijirudie. Mwisho wa siku,
Haki halisi inahitaji uwajibikaji wa pande zote na uwazi. Tume yoyote inayoshindwa kutoa haki itapoteza imani ya umma, na hii inaweza kuwa hatari kwa amani ya taifa. Sheikh Issa Ponda amesema wazi kuwa tume ya Jaji Chande imeundwa kuwalinda wauaji. Kauli hii inaonyesha kuwa imani ya umma katika mchakato wa haki bado ni dhaifu na inahitaji kujengwa upya kupitia uwajibikaji wa kweli. Tanzania inastahili haki, uwajibikaji na amani inayotegemea ukweli. Tuungane kudai yote hayo. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, wewe nini maoni yako kuhusiana na kauli ya Sheikh Ponda Issa ambaye anadai kuwa wale waliohusika na mauaji ya Oktoba mwaka 2025 bado hawajachukuliwa hatua kulingana na ripoti ya Jaji Osman Chande? Je, kuna hatua yoyote unaona inaweza kuchukuliwa kwa wale waliofanya mauaji ya kipindi hicho ambao inasadikika watu 518 walipoteza maisha na wengine hawajulikani walipo? Sasa je, hatua gani itachukuliwa dhidi ya hao waliopoteza maisha? Je, kifo kilisababishwa na nini? Kama ni silaha na nini, je, waliopiga hizo silaha wamechukuliwa hatua gani? Ndio hii sababu inamfanya huyu Sheikh Ponda kutaka hiyo kitu ifanyiwe uchunguzi na ile itoe majibu kwa haraka. Je, wanapata solution kuhusiana na hilo sakata au ndio linakuwa limepita kama kwa staili hii hapo? Nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji?